Waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simbachawene ametoa wito wa vijana na wananchi wa Tanzania kulinda amani na kuepukana kushiriki maandamano, akisisitiza kuwa taifa bado linakabiliwa na athari nzito zilizosababishwa na maandamano ya Oktoba 29 mwaka huu. Amesema hayo usiku wa Novemba 28 katika burudani ya amani iliyofanyika soko la nyama choma Kumbi la Moto katika kata ya Vingunguti wilayani Ilala mkoani Dar es Salaam, akibainisha kuwa maandamano hayo yalisababisha vifo, uharibifu wa mali za serikali na binafsi pamoja na kusimama kwa shughuli za kiuchumi katika maeneo mbalimbali nchini. Simbachawene ameonya kuwa tuna taarifa za mipango ya maandamano mapya yanayotarajiwa kufanyika Disemba 9, akisisitiza kuwa serikali haitoruhusu kutokea kwa vurugu nyingine na kuwaomba wananchi kutumika na kuchochewa kurudia makosa yaliyopita. Akirejelea athari za maandamano ya Oktoba 29, Waziri Simbachawene amewataka vijana kufahamu gharama kubwa ya uharibifu wa miundombinu, ikiwemo kuchoma vituo vya mabasi ya mwendokasi, mradi aliotaja kuwa umejengwa kwa ajili ya wananchi wasio na uwezo wa kumiliki magari. Amefafanua kuwa miradi hiyo inagharamiwa na kodi pamoja na mikopo ambayo vizazi vijavyo vitapaswa kulipa. Akizidi kusisitiza umuhimu wa amani, Waziri Simbachawene amesema Tanzania inaonekana kuonewa wivu kutokana na mafanikio yake, hivyo wananchi wanapaswa kuepuka vurugu, misingi ambayo imejenga nchi, heshima na utulivu kwa miaka mingi. Ameongea kwa baadhi ya majirani wa Tanzania wamekumbwa na migogoro kwa muda mrefu, akisisitiza kuwa wananchi wanapaswa kujifunza kutokana na changamoto za mataifa hayo. Nanukuu, na leo hii nilikuwa na mkutano mkubwa sana wa utatu kati ya Tanzania, Burundi na UNHCR, shirika la kuhudumia wakimbizi duniani. Tunafikiria namna ya kuwarudisha wakimbizi wale Burundi kurudi kwao, maana wamekaa hapa takriban miaka 40. Sasa tunafikiria warudi kwao kwa sababu masharti ya ukimbizi yameisha. Hawataki kuondoka. Tunafikiria kutumia ushawishi wa nguvu ili waweze kuondoka. Kama wakimbizi hawataki kuondoka kwetu, halafu sisi hatuwezi kuiheshimu amani ya nchi yetu, tutakuwa sisi ni wajinga wa mwisho, alisema Simbachawene. Meneto Aisani, hii ni VOT Media. Una maoni gani kuhusiana na swala hili? Je, vijana wanapaswa kuepukana na vurugu hizo ambazo zimekuwa zikichochewa na baadhi ya watu kutoka katika mitandao ya kijamii?